thumma aslama alqaum, kisha wakasilimu watu. Kwa hizi vurugu zote walizofanya kwa bado hawajasilimu. Sawa? Sasa hapa pia mtu anatakiwa atanabahi, kwa sababu katika makosa ambayo mashia wanayataja dhidi ya masahaba wataja aya hizi. Angalia masahaba walikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akampiga makelele, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya hizi akawakemea, innal ladhina yunadunaka min wara'i alhujurat aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum, wakamwisho wa ayati. Angalia masahaba. Na wewe kwa sababu hujui kusoma unaona kwamba kweli sasa hawa walikuwa ni kosa adabu hawa. Sawa? Waona akili sasa kwambia sasa hao uadilifu kwa wapi? Watu mkosea adabu Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka Qur'ani yawaambia kwamba hawana akili. Haya tafsiri kama tafsiri kwamba aktharuhum la ya'qilun, tatafsiri vipi? Tupunguze makali ya maneno. Vivyo tutakapopunguza maneno ukali wa maneno itakuwa bado wamekosea hawa. Si sawa walikuwa. Vipi utakuwa uadilifu? Kumbe jamaa walipokuja pale walikuwa bado hawajasilimu. Sasa mtu atalaumiwa kwa makosa aliyofanya kabla ya kusilimu. Ndio faida ya kusoma sasa. Sawa? Ndio faida ya kusoma. Kusoma utajua kwamba huyu adanganya, ni mbongo. Hili jambo halivunji uadilifu wa masahaba, kwa sababu haya yalitokea mwanzo kabla ya kusilimu kwao. Na hata kama ikiwa ni baada, lakini ilikuwa mwanzo hawajui watu, bado hawajataadab kwa adabu za Uislamu. Sawa? Thumma aslama alqaum, kisha wakasilimu jamaa. Faradda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alayhim asrahum, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawarudishia wao mateka wao, kwamba yale mateka yao wapeni wenyewe. Na mmoja ni katika huyu mwanamke ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema aliwaambia watu wa sahaba zake, atiqha fa innaha min waladi Ismaila, mwache huru kwa sababu yeye ni katika kizazi cha Ismaili.